Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina yangu ninaitwa Mchungaji Emmanuel na kusalimu katika jina la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote, jina linalookoa na kuponya. Imempendeza Mungu siku ya leo tuweze kujifunza neno la Mungu, na kabla hatujaanza kujifunza neno la Mungu, ningetamani sasa niweze kumshukuru Mungu kwa ajili ya neno lake. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru mfalme wa amani kwa ajili ya neema yako. Asante Bwana kwa ajili ya wakati huu mzuri. Asante kwa ajili ya mtazamaji wangu, asante kwa ajili ya mfuatiliaji wangu. Bwana, asante kwa kila anaenda kusikia neno hili. Hili neno likageuze maisha yetu. Hili neno likaponye fahamu zetu. Hili neno likaponye hatima zetu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Roho Mtakatifu, maana wewe ni mwalimu zaidi ya walimu. Ninakutukuza mfalme wa falme. Asante Bwana kwa ajili ya neema yako na uaminifu wako. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya uaminifu wako. Asante Bwana kwa ajili ya neema yako ambayo umeiachilia majira haya, katika jina la Yesu Kristo, amen. Haleluya. Siku ya leo tunaenda kujifunza somo au ujumbe unaosema kutoka gizani. Kutoka gizani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu anaweza akawa anajiuliza kutoka gizani sasa maana yake ni nini? Mbona mimi nakaa nuruni? Mbona nyumbani nimewasha taa, nyumbani kuna nuru, nyumbani maisha yanaendelea tu ya hapa na pale. Sasa kwa nini kutoka gizani? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Namna ambayo nitaenda kuzungumza leo kwa habari ya kutoka gizani, kuna namna Roho Mtakatifu anataka atupe ufunuo namna ya mtu kutoka gizani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Giza ambalo nalizungumza mahali hapa sio kwa maana ya ili giza la usiku ambalo tumelizoea la duniani. Siku ya leo nitazungumzia kwa habari ya giza la mtu kukosa ufahamu wa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu kukosa ufahamu wa neno la Mungu. Giza ambalo naenda kulizungumza leo ni giza ambalo mtu kukosa ufahamu wa neno la Mungu. Maana yake nini? Mtu anapokosa ufahamu wa neno la Mungu, huyu ni mtu anayetembea gizani. Kwa nini? Kwa sababu unapokosa neno la Mungu umekosa mwelekeo. Kwa sababu mtu anapokuwa ana ufahamu wa neno la Mungu, ule ufahamu wa neno la Mungu utamwonyesha namna gani aweze kuenenda, namna nini afanye, kusudi gani afanye akiwa hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukienda moja kwa moja kwenye maandiko, kitabu cha Hosea sura ya 4 ule mstari wa 6, anasema, moja tusome Hosea sura ya 4 mstari wa 6. Anazungumza hapo kitu chenye nguvu sana. Hosea sura ya 4 mstari wa 6 anasema hivi. Hosea sura ya 4 mstari wa 6 anasema, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe, usiwe kuhani kwangu mimi. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Tunaona hapa kitu, anaongelea kitu cha muhimu sana. Anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kumbe mtu akikosa maarifa, haya ni maarifa gani? Anazungumzia maarifa ya neno la Mungu. Maarifa ya neno la Mungu. Maarifa ya neno la Mungu yana tabia ya kumfanya mtu ajipate ya kwamba yeye ni nani. Kwa maana hiyo, ukisoma mahali fulani kwenye kitabu cha ile Zaburi 119 mstari wa 19, anasema jinsi gani kijana aisafishe njia yake. Jinsi gani kijana aisafishe njia yake. Anasema kwa kutii akilifuata neno la Mungu. Kumbe neno la Mungu ni uelekeo fulani. Neno la Mungu yani mtu anapokuwa na neno la Mungu, lile neno la Mungu linamuonyesha yeye ni nani katika dunia hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana hiyo, mtu akikosa neno la Mungu amekosa maarifa,
yatakayomuonyesha au yatakayomdirect kwamba afanye nini, awe na uelekeo gani katika ulimwengu huu tulionao. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Mungu alipomuumba mwanadamu alitaka mwanadamu aweze kupokea maelekezo kutoka kwake, na yale maelekezo yanaitwa neno la Mungu au yanaitwa sheria za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika hizo sheria za Mungu kuna njia za Mungu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu anapokuwa amepoteza sasa maarifa ya neno la Mungu, tayari huyu ni mtu anaanza kuishi, anatembea gizani hata kama ana dini ya Kikristo. Kama amepoteza uelekeo wa neno, hana maarifa ya neno la Mungu, huyu ni mtu anayetembea gizani. Hata kama yamkini una vitu duniani, una rasilimali na hauna maarifa ya neno la Mungu, bado wewe ni mtu unayetembea gizani. Mungu atusaidie sana. Moja ya kitu ambacho baada ya Adam, kisoma kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ya 3 kuanzia mstari wa 1 na kuendelea pale, anasema baada ya nyoka kuwadanganya Adam na Hawa wakamsikiliza, ndipo walipopoteza uelekeo, kwa sababu kumbuka mwanadamu ni mtu ni roho, ametokana na Mungu, na kama mtu ni roho tangu mwanzo alipaswa ajilishe kutoka Mungu, asikie neno la Mungu, lile neno liwe limebeba uelekeo. Kwa maana hiyo mwanadamu hawezi kuishi duniani bila kuwa na uelekeo wa neno la Mungu. Na ndio maana mtu akiishi duniani bila uelekeo wa neno la Mungu, unaona anafanya kila kitu. Mungu atusaidie sana. Anafanya kila kitu. Kwa hiyo endapo huyu mtu atajifunza neno la Mungu, atajilisha neno la Mungu, automatically lile neno la Mungu litakuwa limebeba maarifa. Ukisoma kitabu cha Mithali ile sura ya 1 mstari wa 7, anasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Kumbe mtu anayemcha Mungu, haiwezekani ukamcha Mungu usilisome neno la Mungu. Haiwezekani ukamcha Mungu usilichue neno la Mungu. Haiwezekani ukamcha Mungu usijilishe neno la Mungu. Kadiri unapomcha Mungu, ndivyo ambavyo utakuwa unapata maarifa, na yale maarifa yatakuonyesha kwamba wewe ni nani, uelekee wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Mungu atusaidie. Na ningetamani tusonge mbele kidogo, tukiangalia maandiko kwenye kitabu cha Isaya sura 26 mstari wa 18. Isaya sura 26 mstari wa 18. Kuna kitu hapo Biblia inazungumzia kizuri sana. Isaya 26 mstari wa 18. Isaya 26 mstari wa 18. Biblia inasema hivi: tumekuwa na mimba, tumekuwa na utungu, tumekuwa kana kwamba tumezaa upepo. Hatukufanya wokovu wowote duniani, wala hawakuanguka wakaao duniani. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Unaona hapa anaongea na watu ambao wamekuja duniani, lakini yamkini kwa sababu hawakuwa na maarifa ya neno la Mungu ambalo lingewaonyesha cha kufanya, ikaonekana kana kwamba watu wamezaa upepo duniani. Kwa maana hiyo Mungu anapomleta mtu duniani, amekusudia atembee kwenye uelekeo wa neno, atembee kwenye maelekezo ya neno, ili huyo mtu aweze kuwa na maarifa ya nini afanye duniani, na mwisho wa siku aweze kuzaa kitu kadiri ambavyo Mungu amemkusudia huyo mtu aweze kuzaa kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu ambaye hatembei kwa maelekezo ya neno, mtu ambaye hana kiu ya neno, mtu ambaye hajilishi neno, ni mtu ambaye anatembea gizani, hajui ni nini anachofanya. Mungu atusaidie sana. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mithali, watu pasipo maono hushindwa kujizuia. Kwa maana hiyo mtu pasipo maono anaweza akawa anafanya kila kitu. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Sasa tuangalie mambo muhimu sana kwenye nifanyeje ili niweze sasa kutoka gizani. Nifanyeje ili niweze kutoka gizani? Ukisoma kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 4,
mstari wa 6. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 6. Kuna kitu hapo Biblia inazungumza kipo na nguvu sana. Haleluya, haleluya. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 6 anasema hivi: kwa kuwa Mungu aliyesema nuru itang'aa toka gizani ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu, atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma hili andiko, ukienda tena ukasoma kwenye kitabu cha Mwanzo, tunaona kwenye kitabu cha Mwanzo anasema na iwe nuru ikawa. Maana yake hii nuru iliyozungumzwa ni maarifa ya kiungu. Kwa maana hiyo chochote unachoona Mungu alifanyiza duniani, aliumba, maana yake aliumba kutokea kwenye maarifa yake. Kumbe neno la Mungu limebeba maarifa ambayo haya maarifa yakikaa ndani ya mtu, huyu mtu anaweza akazaa kitu duniani, anaweza aka raise kitu fulani kwenye ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo umewahi kukutana na mtu anakuambia sioni chochote? Mungu atusaidie sana. Umewahi kukutana na mtu anakuambia sioni chochote, sijui cha kufanya? Shida ipo pale tu ambapo huyu mtu hana maarifa ya neno la Mungu. Mtu akikosa maarifa ya neno la Mungu, utaona anakosa cha kufanya, kwa sababu anaweza kufanya nini? Kutokea wapi? Maana hana neno. Na kutokuwa na neno ndani ya mtu, maana yake hawezi kuwa na maarifa nje na neno. Mungu atusaidie sana. Na kwa sababu hana maarifa ya neno la Mungu, maana yake hawezi kuwaza zaidi ya pale. Kwa hiyo anasema kwamba kwa kuwa Mungu aliyesema nuru itang'aa toka gizani ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu. Kwa hiyo kinachong'aa mioyoni mwetu ni ile elimu ya Mungu. Kumbe ndani ya elimu ya Mungu ni elimu inayotokana na ufahamu wa neno, maarifa ya neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ili niweze kutoka gizani, kwenye giza la kutokujua cha kufanya, ni lazima nianze kujilisha neno la Mungu. Napaswa nianze kupenda neno la Mungu. Napaswa niwe mcha Mungu. Haleluya, 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 haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwana wa Mungu hauwezi kufanya jambo lolote bila msaada wa neno la Mungu. Yesu anasema kwenye kitabu cha Yohana ile sura ya 15 mstari wa 5, anasema kwa maana hamuwezi kufanya neno lolote pasipo mimi. Alafu ukisoma hiyo Yohana sura ya 1 mstari wa 4 na 5, anasema maana ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu. Kwa maana hiyo neno la Mungu linapoingia ndani ya mtu, mtu anapolila neno, anapojifunza neno, anapotumia muda wa kujifunza neno, lile neno ndani yake linazalisha ufahamu, linampa ufahamu, linampa maarifa ya kuanza kuona ya kwamba yeye ni nani, ya kuanza kugundua vile vitu yamkini ambavyo hata hujawahi kuviona, kwamba Bwana amekupa, Mungu ameviachilia ndani yako ili uweze kuwa mtu fulani. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwamba kwa kuwa Mungu aliyesema nuru itang'aa toka gizani ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu, atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu. Atupe nuru ya elimu. Kumbe tunapopata nuru ya elimu ya neno la Mungu, ndipo tunapata ufahamu, na kuwa na ufahamu ni kutoka gizani. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikizungumzia kutoka gizani, giza inaweza ikawa ni ujinga. Ujinga ni kutokujua kitu. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo kadiri mtu ambavyo yamkini anatumia muda wake mwingi duniani, kuna mtu anaweza akawa anatumia muda mwingi duniani kufanya mambo tu ambayo yamkini hata hayampi kujitambua kuwa yeye ni nani. Ndivyo anavyoendelea kukaa kwenye giza. Lakini ashukuriwe Mungu jioni ya leo, utakaposikia ujumbe huu, unaposikia ujumbe huu, ukichukua hatua ya kuanza kujilisha neno la Mungu, kujifunza neno la Mungu, tayari kuna hali ya giza itaanza kutoweka ndani yako. Hali ya kutokujua ya kuwa wewe ni nani itaanza kutoweka ndani yako, na utaanza kuona kuna namna maarifa ya kiungu na ufahamu kutokea kwenye neno la Mungu unaanza kukuangazia. Ndio maana anasema kwenye kitabu cha Isaya, pale anasema Isaya, ngoja tusome hilo andiko hapo tuone. Anasema kitu cha ajabu mno ambacho kitaweza kutufanya kwenda hatua fulani leo.
Haleluya, haleluya, haleluya. Anasema ni Isaya 60, Isaya 60, tasoma Isaya 60, Isaya 60 kuanzia huo mstari wa kwanza. Isaya 60 kuanzia mstari wa kwanza anasema, ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Anasema ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Kumbe siruhusiwi kwenda eneo lolote, mahali popote kama nuru haijaja. Sasa hii nuru, maana yake nuru ni nini? Nuru ni ufahamu wa neno, nuru ni ufunuo. Ninaposoma maandiko, ule ufunuo ninaopata, ufunuo huo ndio unaonisaidia sasa kuinuka na kwenda kufanya kitu fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana anasema ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Haleluya, haleluya. Kumbe ninapojifunza neno la Mungu, ninapopata hii nuru ya elimu ya Mungu, tayari ndani yangu ninaangaziwa. Tayari ndani yangu, hata kama nilikuwa sijui mimi ni nani, ninaanza kupata au kujitambua, naanza kuona uelekeo fulani. Haleluya, 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 haleluya. Kumbe mtu haruhusiwi kwenda zaidi ya ufahamu wa neno la Mungu alionao. Amen. Kwa nini anamwambia huyu mtu ondoka uangaze? Maana yake siku zote alikuwepo hapa, alikuwa hajapata ufahamu, alikuwa hajapata ufunuo wa neno. Siku alipopata tu ufahamu au ufunuo wa neno la Mungu, ndipo aliporuhusiwa kuondoka na kuangaza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ninaona huyo mtu jioni leo akipata ufunuo na ufahamu wa neno la Bwana, utakao kufanya uweze kutoka kwenye giza. Watu wengi wanafikiri kukaa kwenye dini fulani kana kwamba ndo wamefaulu. Mwana wa Mungu, kuwa Mkristo ni jambo moja, na kupata ufahamu wa neno la Mungu ni jambo jingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwenye kile kitabu cha Ayubu, kitabu cha Ayubu pale tutasoma tuweze kuona hapo, anasema kitu kizuri mno. Napenda sana hapo, anazungumzia hicho kitu cha baraka mno 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 mno. Haleluya, haleluya. Oh, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Kitabu cha Ayubu, Ayubu 22 kama sijakosea, Ayubu 22, Ayubu 22, Ayubu 22 kuanzia mstari wa 21 anasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyofanyaje? Yatakavyokujia. Sasa kumjua Mungu sio dini. Kumjua Mungu ni namna ambavyo najilisha neno lake, ni namna ambavyo nakaa uweponi mwake, ule ufunuo kupitia Roho Mtakatifu. Ndivyo ninavyomjua nani? Mungu. Anasema kumbe ukimjua Mungu hautaishia tu kumjua, ndivyo ambavyo amani yako inaongezeka, ndivyo ambavyo mema anavyokujia. Kwa nini anazungumzia amani? Unajua, mtu asipomjua Mungu bado atakuwa anatembea kwenye hofu, kwa sababu hajajua Mungu ni nani, hajajua uweza wa Mungu, hajajua Mungu anaweza akatenda nini na nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo utashangaa huyu mtu ni mtu ambaye anasema ni Mkristo, anasema ameokoka, lakini bado amejaa hofu, bado ni mtu ambaye anatembea kwenye namna, hana uhakika wa mafanikio yake, kwa sababu bado hajamjua Mungu. Kwa hiyo ili niweze kumjua Mungu ni pale tu ambapo nitakubali hii elimu ya nuru ya Kristo inizukie ndani yangu, ufunuo wa neno la Mungu unizukie ndani yangu. Pale ninaposoma neno la Mungu, lile neno la Mungu nikiliruhusu sasa lichae. Anasema kwenye Wakolosai 3:16 anasema neno la Kristo likae kwa wingi, likae kwa wingi. Kwa nini likae kwa wingi? Ili hilo neno la Mungu liachilie ufunuo, hilo neno la Mungu liachilie elimu ndani yangu, na hiyo elimu iweze kunisaidia mahala fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, 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 haleluya. Kwa tunaposoma maandiko haya, ili sasa huyu mtu aweze kutoka gizani, ni mpaka pale anasema kwenye kitabu cha Isaya 1 mstari wa 19 anasema kitu hapo kina nguvu mno. Isaya sura ya kwanza mstari wa 19. Isaya sura ya kwanza mstari wa 19 anasema, kama
mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Tukikubali nini? Maanake tukikubali kutembea katika neno la Kristo, tukikubali kutembea katika kulisoma neno la Mungu, tukikubali kutembea katika ile mifumo ambayo Mungu ameiweka, tukikubali kutembea katika maelekezo yaliyoko ndani ya neno la Mungu, hapo ndipo tunaanza kupata uelewa fulani, tunaanza kupata ufahamu fulani, na ule ufahamu ndio unaotusaidia, ufahamu ndio unaotuwezesha kuweza kumiliki na kutawala. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa siku ya leo, mwana wa Mungu, tumeanza somo letu kwa habari ya kutoka gizani. Ningependa tu niishie hapa. Tutaendelea kwa neema ya Mungu na somo letu kwa habari ya kutoka gizani. Nikuombee tu neema ya Kristo Yesu, endapo utakubali kutii maelekezo ya kiungu, kulisoma neno la Mungu, kuatamia, kukubali kukaa uweponi mwa Bwana, kuna aina ya ufahamu utaupata wa kiungu ambao utaanza kukusaidia. Hautabaki tena gizani katika jina la Yesu Kristo. Hata kama unahisi kwamba wewe ni wa dini fulani, mwana wa Mungu, hauwezi enda mbali zaidi ya ufunuo wa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hautaweza kumiliki na kutawala kuwa mtu mkuu duniani, kufanya kile ambacho Mungu alikusudia ufanye. Kama ni mtu ambaye hautakuwa na muda na neno la Mungu, hautaweza kufika mahali fulani, hautaweza kwenda mbali. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo natamani tu nikusihi kwamba kuanzia jioni ya leo, siku ya leo, mchana wa leo, asubuhi ya leo, amka na uanze kujitia nguvu katika kulisoma neno la Mungu. Ndani ya neno la Mungu, huko ndiko kwenye ufahamu kuna hazina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna maarifa, kuna hekima itakayoanza kukusaidia na kuanza kutoka kwenye kila aina ya giza katika jina la Yesu Kristo. Amen.